Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya mageuzi makubwa ya maendeleo katika sekta mbalimbali hapa nchini ili kuboresha maisha ya Watanzania kwa ujumla. Hakika hakuna sekta iliyoachwa, kuanzia elimu, miundombinu, maji, umeme, kilimo, madini, mifugo na uvuvi na kadhalika. Inahitaji muda mrefu zaidi ili kuyataja yote yaliyofanywa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia tangu walipoingia madarakani. Lakini vipi kuhusu wafanyakazi ambao ndio wazalishaji wakubwa katika sekta zote hizo? Wao wameguswa kwa kiasi gani tangu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani kuanzia mwaka 2021 mpaka mwaka 2025? Kwa kuanza, hebu tuangalie ustawi wa wafanyakazi, ambapo serikali imeendelea kuimarisha ustawi wa wafanyakazi kwa kufanya yafuatayo: kupunguza kodi ya mapato kwenye mishahara ya wafanyakazi kutoka 11% hadi 9%, kuondoa ada ya zuio kwa maana ya retention fee kwenye mikopo iliyokuwa ikitolewa na Bodi ya Mikopo ya Elimu ya Juu, na kubwa zaidi, serikali imeongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kwa 35.1%, ambao utekelezaji wake ulianza Julai mwaka 2025. Ninayo furaha ya kuwatangazia kwamba katika kuzidi kuleta ustawi kwa wafanyakazi, mwaka huu serikali itaongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kwa 35.1%. Sekta binafsi pia imeguswa kwa kufanya mapitio ya kima cha chini cha mshahara kupitia tangazo la serikali namba 687 la mwaka 2022 na 605A la mwaka 2025. Aidha, serikali imeendelea kusimamia utekelezaji wake, ambapo hadi kufikia mwezi Machi mwaka 2026 zaidi ya 80% ya waajiri wanatekeleza, na serikali inaendelea kutoa elimu ili kuimarisha utekelezaji. Suala la sheria za kazi nalo pia limeangaliwa kwa kufanya marekebisho ya sheria za kazi, kama vile marekebisho ya sheria mbalimbali namba 6 mwaka 2021 na sheria ya marekebisho ya sheria za kazi namba 4 ya mwaka 2025, ambazo pamoja na mambo mengine imeongeza vivutio kwa wawekezaji nchini na kukuza fursa za ajira kwa wazawa. Zimewezesha mfanyakazi aliyejifungua mtoto njiti sasa kupata muda zaidi wa kumhudumia mtoto kutoka wiki 36 hadi 40, pamoja na kuimarisha ushirikishwaji wa wafanyakazi katika maeneo ya kazi kwa kuruhusu vyama zaidi ya kimoja kushiriki katika mabaraza ya wafanyakazi. Jambo lingine ambalo limefanyika ni kuongeza ufanisi katika utoaji wa leseni za usajili wa maeneo ya kazi. Serikali imeanzisha mfumo wa usimamizi wa taarifa za mahala pa kazi WIMS, ambapo mteja huweza kupata huduma mahali popote. Hali hii imeongeza ufanisi katika utoaji wa leseni za usajili kutoka siku 14 hadi siku 1 tu, na upatikanaji wa ithibati kutoka siku 28 hadi siku 3. Kama inavyofahamika kuwa migogoro sehemu za kazi huzorotesha utendaji na maendeleo kwa ujumla. Kwa kulitambua hilo, serikali imeanzisha mfumo wa e-utatuzi ambao umezinduliwa rasmi tarehe 21 Januari mwaka 2026. Mfumo huo unawezesha mfanyakazi kusajili migogoro katika Tume ya Usuluhishi na Uamuzi CMA kwa haraka, na hivyo kuwaondolea gharama za kusafiri umbali mrefu na upotevu wa muda kufuatilia haki kazi. Kuimarisha majadiliano baina ya serikali, vyama vya wafanyakazi na waajiri. Serikali imeandaa mwongozo wa majadiliano baina ya serikali, vyama vya wafanyakazi na vyama vya waajiri wa mwaka 2025 unaolenga kuweka utaratibu wa kuimarisha majadiliano kati ya serikali, vyama vya wafanyakazi na vyama vya waajiri. Kuna usemi usemao kazi ni kazi tu, ili mradi mkono uende kinywani. Lakini ni dhahiri kuwa pamoja na mkono kwenda kinywani, ni vizuri pia kazi hiyo iwe ya staha. Kwa kutambua umuhimu huo, serikali imekamilisha na kuzindua programu ya nchi ya kazi za staha mwaka 2025-26 hadi mwaka 2029-30 mwezi Februari mwaka 2026. Programu hii
imejielekeza katika maeneo makuu manne ambayo ni uzalishaji wa fursa za ajira, kinga ya jamii, pamoja na ustawi wa wafanyakazi na majadiliano ya pamoja na utatu, kwa maana ya serikali, vyama vya wafanyakazi na vyama vya waajiri. Vilevile serikali imekamilisha mkakati wa kazi za staha kwa wafanyakazi wa nyumbani mwaka 2025-26 hadi mwaka 2029-30. Tatizo la uhaba wa ajira nalo pia limeangaliwa kwa namna ya kipekee, ambapo serikali imeendelea kubuni na kutekeleza mikakati mbalimbali ya kuzalisha fursa za ajira kwa vijana kupitia uwekezaji na utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati. Katika kipindi cha kuanzia Novemba mwaka 2021 hadi Aprili mwaka 2026, serikali imewezesha ajira kwa vijana 8,709,479 kupitia uwekezaji na utekelezaji wa miradi mikubwa kama vile ujenzi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki, reli ya mwendo kasi, bwawa la kufua umeme la Mwalimu Julius Nyerere na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato. Mambo mengine yaliyofanyika ni pamoja na kuratibu mafunzo ya stadi za kazi kwa vijana kwa njia ya uwanagenzi, kutoa mafunzo kwa vitendo kwa vijana kwa njia ya utarajali, ambapo serikali imeendelea kutoa mafunzo kwa kuongeza ufanisi na upatikanaji wa taarifa za soko la ajira. Serikali imeongeza ufanisi katika upatikanaji wa taarifa za soko la ajira kwa kuanzisha mfumo wa kielektroniki wa taarifa za soko la ajira nchini ili kurahisisha upatikanaji wa taarifa za soko la ajira. Serikali pia imeendelea kuunganisha Watanzania na fursa za ajira nje ya nchi, ambapo hadi kufikia Aprili mwaka 2026 jumla ya Watanzania 12,850 wameunganishwa na fursa hizo. Moja kati ya jambo kubwa zaidi ambalo serikali imekuwa sikivu ni lile linalohusu mafao kwa wafanyakazi. Serikali imefanya maboresho ya kikokotoo cha mafao kwa watumishi ili kuboresha maisha ya wastaafu nchini. Maboresho hayo yanajumuisha kuongeza malipo ya mkupuo kutoka 25% iliyopendekezwa hapo awali hadi 40% kwa waliokuwa wanalipwa 50% na kutoka 25% hadi 35% kwa waliokuwa wanalipwa 25% kabla ya kuunganisha mifuko mwaka 2018. Aidha, serikali imeongeza kima cha chini cha pensheni kutoka shilingi 100,000 hadi shilingi 250,000 kwa mwezi. Vilevile serikali imehuisha pensheni ya kila mwezi kwa kiwango cha 2% kwa kuzingatia sheria na kanuni zilizopo. Eneo lingine ni kuanzisha skimu ya uchangiaji wa hiari kwa wananchi waliojiajiri. Serikali imeanzisha skimu ya taifa ya hifadhi ya jamii kwa wananchi waliojiajiri iitwayo Hifadhi Skimu. Skimu hii ya wananchi waliojiajiri imezinduliwa rasmi mwezi Februari mwaka 2026 na hadi kufikia mwezi Machi mwaka 2026. Skimu hii ilikuwa na jumla ya wanachama 550,098 wanaotoka katika makundi ya wakulima, wafugaji, wavuvi, wachimbaji wadogo wadogo wa madini, mamalishe, waendesha bajaji na bodaboda pamoja na machinga. Kwa upande wa mifuko ya hifadhi ya jamii, serikali imeboresha utoaji wa huduma ya mifuko ya hifadhi ya jamii kwa kuanzisha mifumo ya kielektroniki ikiwemo mfumo wa PSSSF pamoja kwa upande wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma na mfumo wa NSSF kiganjani kwa upande wa mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii. Kwa sasa mwanachama ambaye taarifa zake zimekamilika huweza kulipwa mafao yake ndani ya siku 30, hali iliyosaidia kuondoa usumbufu kwa wastaafu na malalamiko yasiyo ya lazima. Sasa haya ni baadhi tu ya mafanikio yaliyopatikana katika eneo la kazi na ajira kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2025. Kwa kuongezea tu, kwa mwaka huu 2026, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeshatoa ajira kwa wananchi 12,000, ikiwa ni utekelezaji wa ahadi aliyotoa wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu mwaka 2025. Ajira hizo zimehusisha walimu 7,000 na sekta ya afya watumishi 5,000. Hapana shaka hili ndiyo lile tabasamu la utu analolitamani Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa Watanzania. Heri ya sikukuu ya wafanyakazi duniani mwaka 2026.